Bwana Mungu, nimekuja mbele zako, nimekuja tusemezane. Nimeona matendo yako ya ajabu, mataifa yametetemeka. Matendo yako yanatisha. Hallelujah. Moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ulipo, ninamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu ametupa tena tupate nafasi ya kusema na wewe neno la Bwana. Na namshukuru Mungu kwa kutukuwezesha wewe unayetupata nafasi ya kusikiliza mahali uliko. Nipende kukukaribisha pia tena katika mwaka mpya wa 2026. Na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako, kwa sababu ya neema na nafasi ambayo amekupa hapo ulipo, ili uweze kusikia kile ambacho Mungu anahitaji kusema na siku ya leo. Nipende kumshukuru Mungu sana wewe ambaye pia unaendelea kupata nafasi ya kutusikiliza toka tulipoachana tarehe 2 kama nakumbuka, mwezi wa kwanza. Lakini toka wakati ule Mungu namshukuru kwa sababu ameniletea somo jipya, amenisemesha neno jingine kwa ajili ya nyakati hizi na majira haya tulionayo, ili kuendelea kuweka katika sehemu nzuri ya kushirikiana naye kujibu kile ambacho kinaendelea kwenye maisha yetu ya kila siku. Na namshukuru Mungu kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho Mungu alitupa nafasi ya kuwa na somo linalosema muunganiko wa sadaka na msaada wa Mungu kimalezi, kiimani. Kimalezi, kiimani. Na namshukuru Mungu alisema na sisi vitu vingi kule ndani, na aliachilia vitu vingi ambavyo vimekuwa msaada kwa watu wengi najua. Na namshukuru Mungu kwa kile ambacho Mungu ameendelea kuachilia na kusema toka wakati ule. Mungu ameendelea kunisemesha maeneo kaza wa kaza ambayo yana muunganiko mkubwa sana wa somo lililopita. Na nilikusemesha kwenye somo lililopita, Mungu alikuwa anatuwekea msisitizo wa imani. Na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi hii tena ambayo ametupa siku ya leo, ili upate nafasi ya kusikia kitu kipya kutoka kwa Bwana. Kwa majina naitwa Mwalimu Thomas Mhina, ni mwalimu wa neno la Mungu la Biblia. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi aliyonipa na utumishi aliyonipa, na ninatumika katika utumishi na katika huduma ya neno la Mungu na huduma ya maombi ya Kanani Ministry. Na nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye unaendelea pia kufuatilia channels za kwetu, lakini pia na account ambazo tunazo katika mitandao ya kijamii. Na namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo tena ambayo ametupa, ambayo nitaendelea kukusemesha kwa habari ya eneo la 4 kati ya mtiririko wa maeneo kadhaa ambayo Mungu amekuwa akitusemesha siku kwa siku kwa habari ya eneo la malezi. Na kuna mahali ambapo na kuna kipindi ambacho Mungu anaamua kuingilia kati kutusaidia. Na nilikusemesha toka mwanzo ya kwamba Mungu anahitaji nafasi. Na Mungu anapohitaji nafasi, ishara mojawapo ambayo itakujulisha kwamba Mungu anahitaji nafasi ya kutusaidia kwenye eneo la malezi. Nilikwambia sio tu eneo la malezi ya mtoto kama mtoto kwako aliyezaliwa, lakini pia malezi ya kusudi la Mungu ndani yako au ndani ya mtu ambaye Mungu kambebesha kusudi lake. Na nilikwambia kuwa hakuna mwanadamu ambaye ameumbwa duniani hajabeba kusudi la Mungu, hayuko. Na kila mmoja Mungu kambebesha kusudi la Mungu ndani yake. Na kwa sababu hiyo Mungu anapohitaji nafasi kwenye eneo la kutusaidia kimalezi, kwenye kusudi la Mungu aliloweka ndani ya watoto wetu na ndani yetu, ndani yako wewe unayepata nafasi ya kunisikiliza, analeta neno lake. Biblia inasema kwa habari analeta neno lake kuwaponya.
ulituma neno lake kuwaponya, ulituma neno lake kuwaponya. Kwa hiyo Mungu akitaka kutusaidia, kitu cha kwanza anashusha neno lake, na ndani ya neno lake kuna uponyaji, ndani ya neno lake kuna msaada, ndani ya neno lake kuna maelekezo ya kitu cha kufanya ili upate ule msaada ambao Mungu amepata nafasi, amekusudia kwa ajili yetu hapa duniani. Ninajua moja ya kitu kikubwa sana ambacho kinapita katika ulimwengu sasa na nyakati tulizo nazo ni changamoto ya kimalezi, ambayo sio watu wengi sana tunajitahidi kwa namna tunavyojitahidi, lakini kuna vitu ambavyo havina maelezo. Hii haiko changamoto, sio changamoto tu ya kijamii ya kawaida, lakini ni changamoto ambayo unaiona hadi kanisani. Ni kipindi ambacho sio rahisi sana kulea Wakristo wanapookoka. Eneo la kimalezi sio eneo jepesi sana. Hata kwa upande wa kanisa, kulea watoto wa kiroho wapya, kulea kusudi la Mungu ambalo ameweka ndani ya Kristo sio kitu chepesi sana katika nyakati tulizo nazo. Na kwa sababu hiyo tunahitaji kumpa Mungu nafasi ya kutusaidia. Tunahitaji kumpa Mungu nafasi ya kutusaidia. Na ndani ya mfululizo huu nimeendelea kukuwekea msisitizo wa namna ambavyo Mungu anaachilia wito wa sadaka, namna ambavyo Mungu anaitumia sadaka ili kuweza kutusaidia mahali ambapo tunakwama, ili tupate msaada wa kimalezi sawasawa na Mungu alivyokusudia, sawasawa na Mungu alivyokusudia. Na siku ya leo Mungu ametuletea kitu kingine ambacho ni mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa nayo. Lakini leo Mungu anatusemesha kwenye kona nyingine ambayo itatusaidia kupata msaada wa kimalezi toka kwa Mungu. Nilikusemesha somo lililopita ya kuwa nilikuwa na kuwekea msisitizo wa imani, nafasi ya imani kwa ajili ya kukusaidia kupata msaada wa kimalezi, na nilikuwekea muunganiko wa imani na sadaka. Nikakwambia juu ya umuhimu wa kuimani kwenye eneo la utoaji sadaka ili upate msaada wa kimalezi ambao Mungu amekusudia. Na tulikuwa tukisoma kile kitabu cha Mathayo, ile sura ya 2 kuanzia ule mstari wa 1 hadi ule mstari wa 23. Na nilikuonyesha pale Mungu namna ambavyo aliwasaidia wale mamajusi ambao walikuja na uvumba na manemane na dhahabu, walimletea Yesu wakati ule. Nikakwambia namna ambavyo imani iliwasaidia kutoa ile sadaka na kuachilia ile sadaka ili iwe msaada kwa ajili ya malezi ya Yesu ambao Mungu amekusudia hapa duniani, ili kusaidia Yesu apate msaada ule ambao Mungu amekusudia, ule ambao Mungu amekusudia. Na nilikusemesha vitu vingi sana ambavyo unaweza ukapata nafasi ya kuendelea kutazama na kusikiliza somo hili kwenye YouTube channel ya kwetu. Liko bado, tumeendelea kuliacha liko kule. Lakini nataka uweze kuona ya kwamba nafasi ya imani. Na nilikwambia kwamba Mungu aliwaongoza mamajusi kwa imani. Mamajusi walikuwa na imani, walipokuwa wanapeleka ile sadaka walitoa kwa imani. Kwa sababu nilikuonyesha vitu kadhaa ambavyo vilitakiwa kukusaidia uweze kuona juu ya imani iliyokuwa ndani ya mioyo ya mamajusi. Juu ya imani iliyokuwa ndani ya mioyo ya mamajusi na namna ambavyo iliwasaidia kuunganisha na kile ambacho Mungu aliwaambia. Kwa sababu unakumbuka vizuri, Mungu wakati kabla hajawaambia juu ya kuja kwa Yesu, Biblia inasema mamajusi waliona nyota ya mashariki. Na walipoiona ile nyota wakaifuata. Na waliona wakajua kabisa ile nyota ni ujumbe, inaibeba ujumbe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kwamba kuna mfalme amezaliwa. Unashangaa sana kwa sababu mamajusi wakati wanakuja hawakusema jina la mtoto aliyezaliwa. Walisema kusudi la mtoto aliyezaliwa. Kwa sababu unaona wanakuja wanasema tumeona nyota ya mfalme. Yu wapi mfalme aliyezaliwa? Kwa nini? Kwa sababu wao hawakuuliza yuko wapi Yesu aliyezaliwa. Wanasema yuko wapi mfalme aliyezaliwa. Ile ni kukujulisha kwamba halikuwa tu swala la wao kuja kikawaida, lakini waliongozwa kwa imani. Maana yake kuna imani iliyokuwa ndani yao. Na unaelewa kabisa pia wakati wanapanga zile zawadi zao za kumletea, walipanga zawadi za kumletea mfalme. Ndio maana unaona wanafika pale wanamsujudia, alafu ndo wanafungua hazina zao. Nikakwambia kwamba muunganiko ulikuwa mkubwa sana juu ya imani yao na zile sadaka. Nikakwambia juu ya muunganiko uliokuwepo juu ya zile sadaka na kile ambacho walikiona ndani ya Yesu Kristo, ndani ya mtoto aliyezaliwa. Kulikuwa kuna muunganiko mkubwa sana.
na unaona ni umepangiliwa kwa namna ya ajabu sana, maana unaona imani, unaona sadaka, unaona kusudi la Mungu, na unaona muunganiko wa ajabu sana ambao sina namna nikakurudisha kule tulipotoka, lakini angalau nitaka uone hicho kitu juu ya sadaka, kitu ambacho ilifanya kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hili ni jambo la msingi sana uweze kuelewa, kwa sababu ni moja ya eneo muhimu sana ambalo Mungu analifuatilia. Unapokuja unahitaji msaada wa Mungu, na unapoachilia sadaka ili upate msaada wa kimungu wa kimalezi, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa sababu tuna maswali mengi sana ya kimalezi ambayo si watu wengi sana tuna majibu ya hicho kitu. Na kwa hiyo kama tuna majibu ya hilo swali, maana yake kuna namna fulani hivi ambayo haituweki mahali pazuri sana kwa ajili ya kupata msaada. Na kumbuka, upate kujua hichi kitu, swala la kimalezi, Mungu wakati analitengeneza hakukusudia mwanadamu amlee mzazi alee peke yake. Alitegemea mwanadamu ampe nafasi washirikiane naye kwenye eneo la malezi. Nilikwambia msisitizo mkubwa sana kwenye eneo la imani ni kwa ajili ya kufungua mlango wa kimahusiano kati ya Mungu na wazazi, kati ya Mungu na wale waliobeba kusudi lake, ili kwamba sio tu kwamba wapate msaada, lakini washirikiane naye kwenye msaada aliyoutoa kwa ajili ya kusudi lake aloweka ndani ya mtoto na ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo tutaenda na somo jipya ambalo lina muunganiko la somo la kwanza linalosema sauti ya sadaka inayotolewa kimalezi. Sauti ya sadaka inayotolewa kimalezi. Sauti ya sadaka inayotolewa kimalezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na tuna malengo kama matatu hivi ya somo ambalo Mungu ametupa ili siku ya leo. Tuna malengo kama matatu, na lengo la kwanza ni kujua mgawanyiko wa sauti za sadaka mbele za Mungu kukupa kupokea msaada wa kimalezi. Kujua mgawanyiko wa sadaka, wa sauti za sadaka mbele za Mungu kukupa kupokea msaada wa kimalezi. Kujua lengo la somo hili, kujua mgawanyiko wa sauti za sadaka mbele za Mungu kukupa kupokea msaada wa kimalezi. Kujua mgawanyiko. Lengo la pili. Maana yake kwenye lengo la kwanza tunataka ndani ya hili somo unatakiwa ujue mgawanyiko wa sadaka mbele za Mungu. Mgawanyiko wa sadaka mbele za Mungu. Maana yake ni mara nyingi sana unaweza kufikiri unajua unapotoa sadaka inaenda kama sadaka, lakini ina mgawanyiko wake mbele za Mungu. Unapotoa sadaka unafikiri ni sadaka imeenda kama sadaka moja tu, lakini kuna namna fulani hivi ina mgawanyiko wake, na ule mgawanyiko uko kisauti. Ule mgawanyiko wa sadaka inayoenda mbele za Mungu uko kisauti. Unapotoa sadaka ni sadaka moja, umetoa 10,000, umetoa sadaka ya kitu, umetoa sadaka, wewe unaiona umetoa sadaka, lakini inapoenda mbele za Mungu ina mgawanyiko, na ule mgawanyiko uko kisauti mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni lengo mojawapo ndani ya hili somo. Tunapoendelea na hili somo itakusaidia kuona mgawanyiko wa sauti za sadaka mbele za Mungu kukupa kupokea msaada wa kimalezi. Lakini lengo la pili ya hili somo ni kujua Mungu anavyoitumia sadaka kujibu malezi. Kujua Mungu anavyotumia sadaka kujibu malezi. Mungu anavyotumia sadaka kujibu malezi, kujibu
malezi. Mungu anavyotumia sadaka kujibu malezi. Hilo ni lengo la pili ambalo tunatembea nalo katika somo hili. Maana yake tunaposoma somo hili, ndani yake uweze kujua na upate kujua Mungu anavyoitumia sadaka kujibu malezi. Kisikusumbue kama unaandika, andika hivyo hivyo. Hakikisha kwamba una kalamu na daftari na Biblia pembeni yako. Lakini jambo la tatu, kujua malezi inacholishwa. Kujua malezi inacholishwa kupitia sadaka au na sadaka. Kujua malezi inacholishwa kupitia sadaka au inacholishwa na sadaka. Hili ni lengo la tatu la hili somo, kukupa kujua malezi inacholishwa na sadaka. Malezi inacholishwa na sadaka. Thank you Jesus. Kujua malezi inacholishwa na sadaka. Jesus. Kujua malezi inacholishwa na sadaka. Nimekusemesha haya malengo, ni malengo matatu makubwa ambayo tutasimama nayo tunapoendelea na somo hili siku hii ya leo. Nimekusemesha maksudi kabisa ili unapoendelea kufuatilia hili somo ufuatilie na malengo. Maana yake ili uweze kuelewa kama kile Mungu alichokikusudia upate kwenye hili somo umekipata sawasawa na mapenzi ya Mungu. Maana yake haya malengo yako yamekaa kwa namna ya ajabu sana. Unajua, ndani ya hili somo Mungu anataka ujue ya kuwa kuna kitu ambacho malezi inalishwa au inapokea au inakula kutokea kwenye sadaka. Maana yake sadaka kuna kitu inalisha kwenye malezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na lengo kubwa la hili somo angalau ni kukupa kujua kitu gani ambacho sadaka inalisha kwenye malezi. Najua inaweza ikawa ni msamiati mpya kwako, lakini weka mata hivyo. Utaelewa baadaye kitu ambacho Mungu anaendelea kutusemesha hapa. Kwa sababu kuna kitu kikubwa sana Mungu anahitaji kusema nasi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tutasimamia kile kitabu cha Mathayo, ile sura ya pili. Nitasoma mistari michache leo. Ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kusujudia. Nitaruka. Ukienda ule mstari wa 11, Biblia inasema, wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariam mamaye, wakaanguka wakasujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea mtunu, dhahabu na uvumba na manemane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimekusomea hii mistari, tutaendelea kusoma mingine baadaye kadri Roho Mtakatifu atakavyotusaidia hapa. Lakini nimekusomea hapo uweze kuelewa juu ya hii habari. Kitu inaanzia. Hii habari inaanza, mamajusi wanafika Yerusalemu, Bethlehem ya Uyahudi. Na wanafika pale wakisema kwamba wameongozwa na nyota na wameifuata nyota ya mashariki. Na kwa hiyo wamekuja pale kwa ajili ya kuja kumtafuta mtoto aliyezaliwa ambaye ni mfalme. Na unaona moja ya kitu kikubwa sana ambacho wanasema pale, wanasema tuliiona nyota yake mashariki. Ule mstari wa 11 anaongelea kwa habari ya mamajusi wamefika nyumbani sasa kwa Mariam na Yusufu pale kwenye hori ya ng'ombe mtoto alipozaliwa.
na unaona wanafungua hazina zao, na ndani ya zile hazina wanatoa dhahabu, uvumba na manemane. Dhahabu, uvumba na manemane. Moja ya jambo ambalo nataka nikusemeshe hapa tunapotazama somo hili, nataka tutazame jambo la kwanza hapa. Nataka tutazame jambo la kwanza kwenye somo hili. Jambo la kwanza, wito wa sadaka uliamshwa na wito wa malezi. Wito wa sadaka uliamshwa na wito wa malezi. Nimekusomea kwenye hichi kitabu cha Mathayo, ile sura ya 2, ule mstari wa kwanza, nikasoma mpaka ule mstari wa 2, lakini nikasoma mstari wa 11. Nataka uone kitu kikubwa pale tunapotazama hili jambo la kwanza. Wito wa sadaka uliamshwa na wito wa malezi. Ukisoma ule mstari wa 11, Biblia inasema wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Maria mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu, uvumba na manemane. Nilikuambia katika somo lililopita na naendelea kukuambia tena, ile uvumba, dhahabu, uvumba na manemane zilikuwa ni sadaka ambazo mamajusi wameleta kwa ajili ya mtoto Yesu. Na unaona kitu ambacho wameleta pale, walileta zilikuwa ni sadaka. Na kitu ambacho natakiwa kuelewa hapa ni kwamba wao walipokuwa wameleta vile walivyovileta, wewe ukiosoma ule mstari wa 11 na ule mstari wa kwanza na wa pili, unaweza ukafikiri, watu wengi wanafikiri ni kwa sababu tu waliamua tu kuja, waliongozwa tu na nyota kuja, lakini ule ulikuwa ni wito. Nasema hivi, mamajusi kuja kwa Yesu Bethlehem ya Uyahudi, ule ulikuwa ni wito, waliitwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nasema hivi, mamajusi kuja kumtazama Yesu, kuja Bethlehem ya Uyahudi kwa sababu ya mfalme Yesu aliyezaliwa, ule ulikuwa ni wito. Na ukuwa wito wa mamajusi ulikuwa ni wito wa sadaka, ulikuwa ni wito wa kutoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ngoja nikusemeshe hivi, labda inaweza kukusaidia ukaweza kuelewa. Unajua kuna wito mwingine ambao unaitwa, wewe unaitwa, unaambiwa fulani tunakuhitaji, lakini mtu akakwambia fulani njoo uniletee nguo yangu mahali. Ule ni wito, lakini kilichoitwa ni nguo. Wewe unaenda kwa sababu ya nguo ambazo zimeitwa. Nataka unielewe hapa. Ule wito wa mamajusi haukuwa wito wa kwao kwanza, ulikuwa ni wito wa kisadaka, ulikuwa ni wito wa kuachilia sadaka, ulikuwa ni wito wa kutoa sadaka. Ule wito ulienda ni wito wa kuachilia sadaka ambao ulienda kwa mamajusi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na kitu kimoja hapo ambacho nataka tutazame kwenye hii pointi, ule wito uliamshwa na wito wa malezi. Nataka unielewe hapa. Hawa mamajusi wakati wameitwa, wakati wanakuja Bethlehem ya Uyahudi, wakasema yuko wapi mfalme? Walipofika, walipomwona, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu. Kwa hiyo walipokuwa wanamtolea, nataka uone hichi kitu kitakusaidia sana. Ninachotaka uone hapa kwenye hii mistari, kuja kwa mamajusi na zile tunu walizokuja nazo ulikuwa ni wito wa sadaka ambao ulikuja kwao. Sasa nataka uone ule wito wao uliokuja kwao ulikuwa umeamshwa na kitu gani, au ulitokana na kitu gani? Ule wito wao kuja kutoa zile sadaka uliletwa na kitu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu uone wakija wakati mwingine, kwa nini waje saa ile waliokuja?
Kwa nini waje muda ule waliokuja? Kwa nini waje kipindi kile walichokuja? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unaona wanakuja wanafungua zile tu. Mimi ninachotaka nikusemeshe hapa ni kwamba ule wito wa sadaka uliamshwa na wito wa malezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukitazama wamekuja, ukiwa wajuzi wanatoa zile sadaka. Ni nini kimeamsha ule wito wa kwao wa kuleta zile sadaka? Nini kiliamsha ule wito wa kwao wa kuleta zile sadaka? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa sababu unaona ni watu ambao wamekuja pale walipokuja, ni watu ambao wameleta zile sadaka. Lakini ninachotaka nikusemeshe hapo, uweze kitu cha kukusaidia ni uweze kujua ni wito upi ulioamsha wito wa sadaka. Ni wito upi ambao uliwaamsha wao kuleta zile sadaka walizozileta. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ule wito wa kutoa zile sadaka uliamshwa na wito wa malezi. Uliamshwa na wito wa malezi. Kwa hiyo walipokuwa wanaleta zile sadaka, wale mamajusi walikuwa hawaitikii mtoto kuzaliwa, walikuwa wanaitikia wito wa kimalezi kwa ajili ya mtoto aliyezaliwa. Nataka uelewe hapa. Nasema hivi, mamajusi walipokuwa wanaleta zile tu, walikuwa hawaitikii mtoto aliyezaliwa, walikuwa wanaitikia malezi, wito wa kimalezi kwa ajili ya mtoto aliyezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nataka upate hapo, itapata nafasi ya kukusaidia pakubwa sana. Nataka upate hapo, utapata kitu cha kukusaidia pakubwa sana. Kwa sababu ni rahisi, unajua, ukaona watu wanakuja tu kwako wanatoa sadaka. Kwa sababu Mariam na Yusufu mahali pengine Biblia inasema nao walishangaa. Wale mamajusi walipoondoka walibaki wameduaa, kwa sababu hawakujua kitu gani kinatokea. Nao walikuwa kwao wanashtuka, hawajui kitu gani kinatokea pale mahali, hawakujua kitu gani kinaendelea pale mahali, walishtuka. Na kitu ambacho nataka nikusemeshe hapa, hata na wao pia hawakujua wale watu wanaleta zile sadaka ni nini kimewaleta. Lakini Mungu nashukuru kwa sababu ametufunulia ule wito wa wao kuleta sadaka ulikuwa umeletwa au uliamshwa na wito wa kimalezi. Maana yake kulikuwa kuna wito Mungu aliyouachilia ili Yesu apate msaada wa kimalezi, na ule wito wa kimalezi uliamsha wito wa utoaji sadaka. Nataka udake hapa. Nasema hivi, ule wito wa kimalezi wa kusaidia kwenye eneo la malezi ulisababisha wito kwa mamajusi wa kuleta sadaka walizozileta. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi. Kwa hiyo mamajusi waliitwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nataka upate hichi kitu, kitakusaidia pakubwa sana, Mamajusi waliitwa. Kwa nini? Walikitikia wito wa malezi. Kwa hiyo mamajusi waliitwa, hawakujileta wenyewe, waliitikia wito. Kuna wito walikuwa wanaitikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo mamajusi, kitu ambacho waliitwa, maana yake mamajusi waliitwa kwa utumishi wa malezi. Mamajusi waliitwa kwa utumishi wa malezi. Maana yake ni kwamba ndani mamajusi waliletewa wito kwa ajili ya utumishi kwenye eneo la malezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijui kama watu wengi unajua hiki kitu, ya kwamba malezi ni utumishi wa Mungu. Ni aina mojawapo ya utumishi wa Mungu. Kwa hiyo mamajusi walipopelekewa wito wa kimalezi, uliamsha wito ndani yao wa kuja na sadaka. Kwa hiyo wao walipokuwa wanatoa sadaka, wewe unadhani kwamba walikuwa wanaitikia wito wa sadaka? Hapana, walikuwa wanaitikia wito wa malezi ndani ya wito wa sadaka. Nataka uelewe hichi kitu, ni kizuri sana, kitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na wito huu ni wa malezi ya kusudi la Mungu.
aloweka ndani ya Yesu Kristo. Kwa sababu unaona, wakati mamajusi wanakuja kutoa zile sadaka, nilikuambia kwenye somo lililopita, zile sadaka zilikuwa sadaka za kawaida, zilikuwa ni sadaka ambazo walikuwa wanatoa kwa ajili ya kusudi la Mungu Yesu alilobeba, kwa ajili ya kusudi la Mungu Yesu alilobeba. Sasa leo nataka nikuonyeshe juu ya kitu cha ajabu sana. Wale mamajusi walipokuwa wanaleta zile sadaka, walikuwa wanaitikia wito wa kimalezi, walikuwa wanaitikia wito wa kimalezi. Unasema kwa nini? Kwa sababu malezi yaliachilia wito. Maana yake malezi ni tenda, malezi ni utumishi, ni tenda ambayo Mungu anaiachilia. Mungu anapoleta mtoto, anapoleta kusudi lake mahali, analeta na wito wa kimalezi ili watu waitikie kwenye eneo la kimalezi. Maana yake malezi ni kazi, malezi ni utumishi kwa ajili ya lile kusudi la Mungu ambalo ameweka ndani ya mtoto, kwa ajili ya kusudi la Mungu ambalo ameweka ndani ya yule mtu ambaye amebeba kusudi la Mungu. Kwa hiyo malezi ni wito wa kiutumishi, ni wito wa kiutumishi. Sasa unakuja kwa namna tofauti tofauti. Ule wito wa kiutumishi uliachilia wito wa utoaji sadaka, kwa sababu mamajusi waliitwa kwenye ule utumishi wa kimalezi kwa njia ya sadaka, ili washiriki kwenye eneo la malezi kwa njia ya utoaji sadaka. Nataka uelewe hichi kitu, kitakusaidia, kitakusaidia. Kwa sababu watu wengi sana usipoelewa hichi kitu unajua, unaweza ukafikiri ni kama vile malezi ni kitu fulani cha mzazi. No, malezi ni kitu ambacho Mungu anakiachilia, ni utumishi ambao Mungu anauachilia. Kwa hiyo mamajusi nao waliitwa kwenye ule utumishi, na walipoitwa kwenye ule utumishi, waliitwa kwenye eneo la kuachilia sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka uelewe hichi kitu, Ndio maana nimekusemesha pale, ule wito wa sadaka uliamshwa na wito wa malezi. Ndio maana wito wa malezi ukija mahali unaamsha vitu vingi sana, kwa sababu anayeachilia huo wito ni Mungu. Mungu anapoleta kusudi lake mahali, anaachilia na wito wa kimalezi. Ule wito unaenda kwa wazazi, hauendi kwa wazazi peke yao, lazima watu waitike. Maana yake ule wito unapokuja kwa ajili ya kuita watu kushiriki kwenye eneo la malezi, kwa ajili ya kuitikia kwenye eneo la malezi, unakuja kwa namna tofauti tofauti, kwa sababu ule wito wa malezi ya Yesu alipozaliwa uliachilia na kitu cha wito wa sadaka. Maana yake kuliachilia na mwaliko au na wito wa kiutumishi kwa njia ya sadaka, ili kwamba watu wengine washiriki malezi kwa njia ya sadaka. Nataka uelewe hichi kitu. Maana yake si watu wengi sana wanaelewa kitu gani kinaachiliwa mtoto anapozaliwa au mtoto anapokuwa amezaliwa. Si watu wengi sana wanajua. Ndio maana mambo mengi sana wanayaona yanatokea mahali, wanaona mtoto pale anakuwa tu, kuna vitu vinatokea wakati mtoto amezaliwa, na si watu wengi sana wanajua. Hawajui wale wamama wanakuja wanaleta vitu, au watu wanaovileta vitu wanakuja na kitu. No, wale ni watumishi. Kwa nini? Unasema ni wito, wameitwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mamajusi waliitwa kwenye nini? Kwenye ule utumishi, ili washiriki utumishi wa Mungu kwenye eneo la malezi. Ndio maana swala la malezi sio la mtu mmoja, ni aina ya utumishi ambao unaachiliwa. Ndio maana ukishaanza kutazama swala la malezi, usilitazame tu kama swala la malezi, angalia kama utumishi Mungu anaouachilia kwa ajili ya kulea kusudi lake. Ni utumishi kwa ajili ya kusudi la Mungu lililozaliwa, ni utumishi kwa ajili ya kusudi lake aliloleta duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao unaachilia ushirika, anahitaji kwa ajili ya kushirikiana na watu kwa ajili ya kutekeleza kusudi lake. Ndio maana malezi sio kitu cha wazazi wala kitu cha jamii, ni kitu cha Mungu ambacho anakishusha ili watu duniani tushirikiane naye kutekeleza lile jukumu la kulea kusudi lake pale ambapo wameliachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niseme hivi, labda unaweza ukanielewa. Malezi ni wito wa kiutumishi wa kushiriki ulinzi wa kusudi la Mungu pamoja na Mungu. Malezi ni aina ya utumishi wa kushiriki ulinzi wa kusudi la Mungu pamoja na Mungu. Malezi ni utumishi kwa ajili ya kulinda kusudi la Mungu, ili ushiriki pamoja na Mungu kulinda kusudi la Mungu.
Na ndio maana ni muhimu sana uweze kuelewa, wakati mamajusi wanaitwa, walipewa nafasi ya kutoa sadaka kama njia yao mojawapo ya kushiriki ulinzi wa kusudi la Mungu, malezi ya lile kusudi la Mungu pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikusemeshe jambo la pili hapa, ili iweze kukusaidia mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo la pili. Ndio maana ni muhimu sana uweze kuelewa. Najua sio mara nyingi sana unaweza ukaelewa hichi kitu, kwa sababu kitu cha malezi kinapokuja kinaamsha wito wa namna tofauti sana, na sio watu wengi sana wanaitikia ule wito. Mamajusi waliitikia kwa njia ya sadaka, walitoa sadaka. Na wakati wanatoa sadaka, kuna kitu walikuwa wanaachilia kwenye eneo la malezi, kuna kitu walikuwa wanalisha kwenye eneo la malezi, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu malezi yanapoachiliwa, wakati kusudi limezaliwa, wakati mtoto amezaliwa, malezi yanapoachiliwa pale mahali, kuna milango inafunguliwa. Mlango mmojawapo ni mlango wa sadaka, utumishi kwa njia ya sadaka. Nimekwambia kama ni utumishi wa Mungu unakuja kwa namna tofauti, na unaweza ukashangaa ukaamsha wito wa namna tofauti kwenye maeneo tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana unaweza ukashangaa wakainuka watumishi wa Mungu mbalimbali, wanakuja pale, wao kazani ni watu wa kawaida, lakini ni watumishi wa Mungu. Kwa nini watumishi wa Mungu? Ni watumishi wa Mungu kwa sababu wameamua kushiriki wito wa Mungu kwenye eneo la malezi. Ndio maana ukishaona jamii inakataa kushiriki kwenye eneo la malezi, inakataa wito wa utumishi wa Mungu. Ndio maana ukishalitazama hili jambo la malezi, ukilitazama kwa sura hii, unaweza ukaelewa vita iliyoko. Ukishaona malezi yanapigwa vita, ujue ni vita ya kiutumishi. Usitazame tu kama vita ya kawaida, ni vita ya kiutumishi. Maana yake jamii inazuiwa kushiriki utumishi wa Mungu, taifa linazuiwa kushiriki utumishi wa Mungu, familia inazuiwa kushiriki utumishi wa Mungu. Unasema utumishi wa Mungu wa namna gani? Wa malezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu, kitakusaidia. Ndio maana miungu ikianza kupigana vita kwenye hilo eneo, inazuia utumishi, wale watu wasipate kitu cha utumishi. Maana yake wasishiriki kwenye ule utumishi, wazuiwe, wasipate nafasi ya kushiriki kwenye ule utumishi wa Mungu. Maana yake ni vita ya Mungu na shetani, ni vita ambayo inaamkia pale. Maana yake Mungu asipate msaada duniani. Wa kitu gani? Wasipate msaada na mkono wa shirika kwenye ile eneo la malezi, kwa sababu unajua, ninataka nikwambie, malezi ni utumishi wa Mungu kwanza. Ni Mungu anauachilia kwa wazazi na kwenye jamii, inategemea na ngazi ya kimalezi inayohitajika na upana wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Ndio maana ni moja ya utumishi ambao unapigwa vita sana katika zamani hizi. Malezi ni aina ya utumishi ambao unapigwa vita sana kwenye karne hii, kwenye majira haya. Ni vita inapigana kwenye ile eneo, wasipatikane watu. Mungu anafungua mlango ule wito, watu wakatae kuitika, watu wasiitike, jamii wasisikie, wasiitike. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasema kwa nini? Ushawahi kufikiri wakati Herode anaambiwa kwa habari ya Yesu Kristo, mfalme amezaliwa, Biblia inasema alifadhaika sana, na alipofadhaika, Biblia inasema na Yerusalemu wote ilifadhaika pamoja naye. Unasema kwa nini? Kwa sababu ghafla tayari ilizuia taifa lisipate kushiriki kwenye eneo la malezi ya Yesu Kristo, lisipate nafasi ya kushiriki. Unasema kwa nini? Iliamsha vita ngumu sana, kiasi cha kwamba hata ile jamii haikuwa upande wa kina Mariam. Lile Bethlehem haikuwa upande wa Mariam, ilikuwa upande wa ufalme. Unasema kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema Yerusalemu, mfalme Herode alipohuzunika, na Yerusalemu ikahuzunika pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasema kwa nini? Vita.
jamii sishiriki. Ndio maana kama imehuzunika pamoja naye, maana yake hata kwenye malezi hawezi kasimama pamoja nao, itasimama upande wa Herode kupinga, ili jamii ile na watu wale wasishiriki kwenye ule utumishi. Kwa sababu unajaribu kufikiri, kwa nini Mungu akuinua watumishi pale Bethlehem wakaleta hizo zawadi walizotaka kuleta? Kwa nini akuinua watu wa karibu pale wakaleta sadaka walizotaka kuleta? Ushawahi kufikiri ni kwa nini Mungu alete watu kutoka mbali vile walete zile sadaka walizohitaji? Kwa nini Mungu alete watu mbali kutoka vile kushiriki kwenye utumishi wa malezi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu kulikuwa kuna vita kwenye lango la mji, kulikuwa kuna vita kwenye lile eneo. Unasema kwa nini? Ilikuwa ni vita kali sana ya kuzuia nini? Wasishiriki kwenye eneo la malezi. Ndio maana unaweza kukuta kwenye jamii kuna vita kali sana ya jamii sishiriki kwenye eneo la malezi. Ni rahisi sana kumkuta mtoto ni kahaba yuko pale, lakini jamii inanyamaza kimya. Unakuta mtoto anapita mahali pagumu, lakini jamii imenyamaza kimya. Watoto unakuta anapewa mimba ikiwa shule, lakini jamii imenyamaza kimya na ilikuwa inaona. Unasema kwa nini? Ni vita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana unaeleza ukaelewa, jamii ya Bethlehem ilizuiwa kushiriki kwenye malezi ya Yesu Kristo, kuitikia utumishi wa kimalezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usikufikiri wewe umezaa mtoto hapo nyumbani, alafu unashangaa wanaokuja kumuona yule mtoto na kuleta zawadi sio majirani zako, sio watu wa mtaa wako, sio watu wa kijiji chako, sio watu wa nchi ya kwako, wanatoka nchi ya mbali, wanakuja wanaleta walivyovileta. Unaweza ukashangaa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nataka upate hii kitu, itakusaidia pakubwa sana, Jesus. Nataka uelewe hii kitu ni vita, kwa sababu unaona baada ya pale Herode alipopata habari ya kwamba amezaliwa mfalme, ilileta vita kali sana. Biblia sema alihuzunika pamoja naye, na baadaye kule chini unaona alipogundua kwamba alidanganywa na mamajusi, akaja akaua watoto wote ambao ni chini ya miaka 2. Alikuwa anatafuta kumuua nani? Alikuwa anatafuta kumuua Yesu. Unasema kwa nini? Hakuwa tayari kabisa kushiriki kwenye yale malezi. Ndio maana ukishaona kwenye jamii kuna roho fulani inaingia pale, ni roho fulani ambayo inaua kitu cha Mungu ndani ya watoto, inawavuruga kusudi la Mungu ndani ya watoto, unaweza ukaelewa kitu kilichoko pale. Maana yake ni kwamba kuna vita ya kimalezi, kuna vita ambayo inajaribu kuua kitu cha kimalezi, jamii isipate nafasi ya kushiriki kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mimi nataka uelewe hichi kitu, kitakusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikusemeshe eneo la pili hapa. Unajua ukisoma ile habari ya Mathayo 2 inakushangaza sana. Kufikiri ni kwa nini mamajusi wale Mariam na Yusufu hata majirani hawakumletea zawadi? Kufikiri mimi sijui kama unajua, Yusufu wakati wanatoka kule walikotoka, walienda, Biblia inasema kwamba wakati ule iliitishwa sensa, na Biblia inasema Yusufu akamchukua Mariam wakaenda kwao, wakahesabiwe kwao. Kwa hiyo walipokuwekwa ilikuwa ni kwao. Kwa kama ulisha kufikiria ilikuwa ni kwao, alafu hamna mtu wa kwao aliyemletea zawadi. Kufikiri Yusufu alikuwa kwao, na lakini kwao hamna mtu aliyemletea zawadi. Cheki walioleta sadaka walikuwa ni mamajusi kutoka nchi ya mbali. Kufikiri hadi familia yako inakataa kushiriki kwenye msaada wa kimalezi, kushiriki kwenye wito wa kimalezi Mungu aliyouachilia. Mungu anaenda kuinua watumishi wengine kutoka mbali kushiriki kwenye eneo la malezi. Kufikiri. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna vita nyingine ya kimalezi ambayo inaibuka kwenye ngazi ya familia. Unakuta ukoo au familia, mtoto amezaliwa, lakini anapata vita sana yule mtoto kulelewa pale. Hata ada wakati mwingine wakisema jamani tuchangishe ada, tupate ada ya huyu mtoto kumpeleka shule, hamna mtu yuko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mimi sijui kama unasoma hii habari unaielewa vizuri. Unajua nilipotazama hii habari ilinishangaza sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya,
Haleluya. Ngoja tutazame jambo la pili hapa. Unapoitikia wito wa sadaka, unaitikia na malezi, kujulisha mbinguni kuwa umepokea kusudi la Mungu. Unapoitikia wito wa sadaka, unaitikia malezi, kujulisha mbinguni kuwa umepokea kusudi lake au kusudi la Mungu. Unapoitikia wito wa sadaka, unaitikia malezi, kujulisha mbinguni kuwa umepokea kusudi la Mungu. Moja ya jambo ambalo nataka ulione hapa tunapotazama hichi kipengele, eneo la pili, wale mamajusi walipoenda kutoa zile tunu, dhahabu, uvumba na manemane, kitu ambacho nataka uone pale, walipoitikia ule wito wa kutoa sadaka, kwa sababu nilikwambia mamajusi waliitikia wito wa kutoa sadaka. Walipoitikia ule wito wa kutoa sadaka, waliitikia na malezi. Kwa nini? Kwa sababu wakati unaona ile pointi ya kwanza niliyokuambia, ule wito wa sadaka uliamshwa na wito wa malezi, ili kwamba anayeitikia kutoa sadaka aitikie kwenye malezi, maana yake aitikie wito wa malezi. Kwa hiyo mamajusi walipokuwa wanatoa sadaka, walikuwa hawatoi tu sadaka, hawaitikii tu wito wa sadaka. Ndani ya kutoa kule sadaka, walikuwa wanaitika wito wa Mungu kushiriki kwao kwenye malezi. Nataka uelewe hichi kitu. Walipokuwa wanatoa sadaka au walipoitikia wito wa kutoa sadaka, wale mamajusi walipokuwa wanatoa zile tunu, dhahabu, uvumba na manemane, ndani yake waliitikia malezi. Kwa nini? Kwa sababu kama wito wa sadaka unaamshwa au unatokana na wito wa malezi, maana yake unapotoa sadaka huitikii wito wa sadaka, unaitikia wito wa malezi unapotoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na ndani unapoitikia ule wito, unapotoa sadaka, maana yake unakubali kushiriki kwenye utumishi wa kimalezi. Na unapotoa ile sadaka au unapokubali kutoa ile sadaka, ndani yake unajulisha mbingu au unazijulisha mbingu, unaijulisha mbinguni kuwa umekubali au umepokea kusudi la Mungu, au mmepokea kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe hichi kitu. Mamajusi wakati wanatoa zile sadaka, nilikwambia ule ulikuwa ni wito wa kushiriki kwenye utumishi wa kimalezi, utumishi kwa ajili ya malezi. Sasa nisikilize vizuri. Unapotoa sadaka yako kwa ajili ya lile kusudi la Mungu aliloweka ndani ya mtoto wako, aliloweka ndani yako, unapoachilia ile sadaka, ndani ya kuachilia kule sadaka, unaitikia wito wa malezi, maana yake unaitikia kushiriki kwenye ule utumishi wa kimalezi. Sasa nisikilize vizuri. Na kwa hiyo unapoachilia ile sadaka, mbinguni wanapoona ile sadaka yako umeachilia, unawajulisha kuwa umepokea au mmepokea kusudi la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wakati anamleta Yesu duniani alikuwa ameweka kusudi lake duniani, na sisi lazima tumpokee, lazima tupokee. Na kwa hiyo anapoleta kusudi lake, anapoweka ndani ya mtoto lile kusudi, anapomleta duniani, nataka uelewe hichi kitu kitakusaidia sana. Anapomleta duniani au anapomleta hapo mahali anapomleta, anahitaji mumpokee, anahitaji upokee lile kusudi aliloleta. Kwa nini? Mungu anapoleta kitu duniani, mbingu inapofungua ikaleta kitu duniani, anahitaji tukipokee. Na anayepokea kile ambacho kimeachiliwa, anapokea na wito wa kimalezi kwenye kile kilichoachiliwa. Nataka uelewe hichi kitu kitakusaidia sana. Unapotoa sadaka kwa ajili ya ile kusudi la Mungu
ambalo ameweka ndani ya mtoto wako au ameweka ndani yako. Unapoachilia sadaka, ndani ya kule kuachilia sadaka unaitikia utumishi wa kimalezi ambao Mungu ameachilia. Lakini Mungu pia mbinguni wanapoona ile sadaka umeachilia, unawajulisha, au unapotoa ile sadaka unawajulisha mbinguni au unazijulisha mbingu ya kuwa umekubali kupokea kusudi la Mungu ambalo ameliachilia kupitia huyo mtoto, kusudi la Mungu ambalo ameachilia ndani yako au ameachilia ndani yako. Mamajusi wakati wanatoa zile sadaka ilijulisha mbingu au ilizijulisha mbingu, iliwajulisha mbinguni ya kuwa kusudi la Yesu ambalo umeleta duniani tumelipokea. Kile ambacho umekibebesha ndani ya Yesu Kristo tumekipokea. Unasema kwa nini? Ni rahisi sana mkamkubali mtoto mkakataa alichobeba. Mimi nataka uelewe kitu. Nasema hivi, ni rahisi jamii ikamkubali mtoto aliyezaliwa ikakataa alichobeba. Yesu alisemaje? Alisema hivi, Biblia inasema hivi, alikuja kwa walio wake wakamkataa. Yesu wakati anaenda kuhubiri kule kwao, Biblia inasemaje? Inasema hivi, alipofika kule alishangaa sana kwa kutokuamini kwao. Akasema nabii hakubaliki kwao. Unasema kwa nini? Aliletwa kwa walio wake wakamkataa. Unasema kwa nini? Hawakuwa na shida ya kumkataa Yesu. Walikuwa na kataa walichobeba. Ndio maana unapoachilia sadaka mbele za Bwana, unapoachilia sadaka kwa ajili ya mtoto aliyezaliwa, unapoachilia sadaka kwa ajili yako binafsi, kwa ajili ya kile kusudi ulilobeba, mbinguni wanaona au unawajulisha mbinguni ya kwamba tumepokea kusudi lile ambalo umelibebesha ndani. Ndio maana mamajusi walipokuwa wanatoa sadaka, nilikwambia kwenye somo lililopita, mamajusi walionyeshwa aliyezaliwa ni mfalme, mbali ya kwamba aliyezaliwa ni Yesu na ni mtoto wa kawaida. Wao walipokuwa wanatoa sadaka, walikuwa watoi sadaka kwa Yesu kama Yesu, walikuwa wanatoa sadaka kwa kile Yesu alichobeba, walikuwa wanatoa sadaka kwa mfalme ambaye amezaliwa. Kwa hiyo walikuwa wanatoa sadaka kwa ajili ya kile Yesu alichobeba na kile kilicholetwa. Kwa hiyo ilipokuwa inaachiliwa ile sadaka, ilikuwa ni ishara au ni kuwajulisha mbinguni kuwa tumepokea kusudi ambalo umebebesha ndani ya huyu mtoto, tumepokea kusudi ambalo umebebesha ndani ya huyu Mkristo ambaye ameletwa kwenye ile kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana si watu wengi sana wanajua kutolea sadaka vipawa na kitu ambacho Mungu amebebesha ndani ya watu ambao Mungu anawaleta kanisani, ndani ya vipawa ambavyo Mungu anavileta kanisani. Unasema kwa nini? Wakristo kuna makusudi ambayo Mungu amebebesha ndani yao, na kwa hiyo lazima kusudi la Mungu lilobebeshwa ndani ya watu lilelewe kanisani, eneo la malezi, na lazima utoe sadaka. Kwa hiyo unapoachilia sadaka kwenye ile eneo, inajulisha mbingu au inazijulisha mbingu ya kuwa tumepokea kusudi ambalo umebebesha ndani ya hichi kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikia vizuri, mbinguni wanatafsirije Biblia inaposema ya kuwa unapoachilia zile sadaka, mbinguni wanapoona kuwa umepokea, maana yake ni kwamba unajaribu kumwambia Mungu ya kwamba ulichotupa kimepata kibali kwetu, kimepata kibali. Ndio maana unapoachilia ile sadaka, waliokuwa wanaachilia mamajusi, ilikuwa ni kuwajulisha mbinguni ya kuwa tumepokea kusudi ambalo umebebesha ndani ya Yesu Kristo. Lakini cha pili ilikuwa ni kuzijulisha mbingu ya kuwa ulichokitoa kimepata kibali kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utaelewa ni kwa nini Mungu hakuruhusu sadaka zitoke Bethlehem, zilitoka mbali kwa mamajusi. Unasema kwa nini? Sikia, Bethlehem walikataa Yesu alichobeba. Kwa hiyo wasingeweza kutolea sadaka ya kukipokea walichobeba, walikikataa. Ndio maana ikabidi Mungu atafute mamajusi kutoka nchi ya mbali. Wale mamajusi walikipokea mioyoni mwao, ndio maana wakakubali na wito wa sadaka. Unasema kwa nini? Kabla hujapokea wito wa sadaka, maana yake ndani ya moyo wako lazima ukubali na upokee kile kilichokuja na yule mtoto aliyezaliwa. Lazima ndani ya moyo wako uwe umepokea kusudi. Ndio maana mamajusi walipopokea kusudi la Yesu alilozaliwa nalo, kile Yesu alichozaliwa nacho, ikawa ni rahisi sana kuunganisha na kupokea, kuitikia na wito wa sadaka. Mimi nataka upate hii kitu.
Itakusaidia pakubwa sana, itakusaidia pakubwa sana, itakusaidia pakubwa sana. Yerusalemu nzima hakuna mtu alitoa sadaka. Unasema kwa nini hakupokea? Biblia inasema Herode alifadhaika sana aliposikia. Na Biblia inasema na Yerusalemu yote pamoja na. Maana yake hakufurahishwa sana na kile Yesu alichobeba. Sikia nikwambie, Yesu alikuwa amezaliwa hata kabla ya mamajusi kabla ya wajaja. Yesu alikuwa amezaliwa. Herode hakufadhaika. Herode hakufadhaika. Hakufadhaika. Aliposikia mfalme amezaliwa, wakafadhaika. Unasema kwa nini? Yeye hakuwa na shida mtoto aliyezaliwa, ila hakupokea kile mtoto alichozaliwa nacho au alichokuda nacho pale Bethlehem. Nataka uelewe hichi kitu. Yesu hakuwa na shida kumpokea mtoto, alikuwa na shida kupokea alichobeba mtoto. Kwa hiyo Yesu hakupokea Yesu alichobeba. Ndio maana walipofadhaika na Yerusalemu yote, ilikuwa sio rahisi sana wakatoa sadaka ya kuijulisha mbingu ya kwamba tumepokea. Kwa sababu unapotoa sadaka kwa ajili ya kusudi la Mungu ambalo amebeba mtoto, unaambia Mungu umetupa mtoto, lakini tumepokea na alichobeba. Tumepokea na alichobeba. Tumepokea na alichobeba. Unasema kwa nini? Watu wengi sana wanaposhukuru kwa ajili ya Mungu kuwapa mtoto, sio wengi sana wanashukuru kwa ajili ya Mungu kuwapa kusudi la Mungu alilobebesha ndani ya mtoto. Nataka uelewe hichi kitu. Nataka uelewe hichi kitu, kitakusaidia pakubwa sana. Kitakusaidia pakubwa sana. Kitakusaidia pakubwa sana. Kitakusaidia pakubwa sana. Nataka uelewe hichi kitu. Nasema hivi, sio watu wengi sana wanaoenda kushukuru kwa ajili ya mtoto. Wanaenda kushukuru wanapopeleka sadaka ya kushukuru. Wanasema Mungu, wanapotoa sadaka kwa ajili ya mtoto wanashukuru, wanatoa sadaka kwa ajili ya kumpokea mtoto, sio mtoto alichobeba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja nikusemeshe, wakati Yesu anafanya miujiza kule kwa wanaosemesha kwa habari ya ufalme wa Mungu, walimwambiaje? Ondoka hapa, nenda na huko watu wakuone. Kwani kuna mtu ambaye anafanya kitu ambaye anataka kujulikana na akajificha ficha hivi? Akamwambia nenda na huko mjini nako akakuone kitu unafanya. Unasema wajaribu kuambia kitu gani? Haiko kitu unatufanyia sisi hapa kwenye familia, hatukuhitaji. Hatukuhitaji. Kwa nini? Kwa sababu tumekupokea wewe kama mtoto wetu, lakini swala la ulichobeba, hapana. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi nataka upate hichi kitu, kitakusaidia pakubwa sana. Kitakusaidia pakubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana nimekusemesha hichi kitu. Ile sadaka inapoachiliwa ni kwa ajili ya kujulisha mbingu ya kwamba tumepokea na kile ambacho mtoto au kile ambacho amebeba. Na mbingu inaposikia kwenye ile sadaka kunaenda na sauti inayosema tumepokea. Inasema tumepokea. Sio watu wengi sana wanaelewa lugha ya kisadaka. Mbinguni ndo wanaelewa lugha ya kisadaka. Sisi hukuaga tuelewi sana. Unajua, unapotoa hii sadaka kwa ajili ya kusudi la Mungu alilobeba, inaenda mbinguni, inakuwa ni sauti. Inakuwa ni sauti. Maana yake unapopeleka sadaka mbele za Mungu, inaenda na sauti inayosema tumepokea. Tumepokea kusudi la Mungu liloleta. Tumepokea kusudi la Mungu liloleta duniani. Tunapokea kitu ambacho umembebesha huyu mtoto. Tunapokea. Bwana Yesu asifiwe. Na unapoachilia sadaka kwa namna ile, inaenda na sauti mbele za Bwana. Inasema wamepokea, 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 wamepokea. Ndio maana Biblia inasema hazina yako ilipo na moyo wako ndipo ulipo. Maana yake inaenda na moyo wako. Ndio maana nimekwambia umuhimu wa imani unapoachilia na ile sadaka. Maana yake ndani yako ile sadaka inapoenda na sauti inayosema tumepokea. Mbinguni wakisikia tumepokea, Mungu akisikia kwamba wamepokea, maana yake unamwambia Mungu kwamba ulichokileta kwetu kimepata kibali, kimepata kibali, kimepata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana ukishaona unanyimwa kutoa hicho sadaka, unaweza kuelewa hicho kitu gani kimetokea kwako. Maana yake alichobeba mtoto hakijapata kibali kwako. That is a simple definition. Hakijapata kibali. Ndio maana inakuwa ngumu sana Mungu kushusha na kuitikia wito wa kimalezi. Inakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu sikia, huwezi ukaitikia haiwezekani ukashiriki huu utumishi wa kimalezi kama kile unachokilea hakijapata kibali kwako. Kwa sababu umlei mtoto, unalea kusudi la Mungu liloko ndani ya mtoto. Lazima kibali alichobeba mtoto kipate kibali. Kile alichobeba mtoto kipate kibali kwako. Unasema kwa nini? Ni rahisi mtoto akapata kibali lakini alichobeba kisipate kibali.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja nikusemeshe jambo la tatu hapa. Haleluya. Nikusemesha hii sauti ni sauti ya ajabu sana ambayo iko ndani ya ile sadaka. Ni sauti ya ajabu sana ambayo iko ndani ya ile sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hili. Ndio maana ni muhimu sana unapoachilia hichi kitu, kinakuweka kwenye nafasi nzuri sana, sio tu ya kupokea utumishi huu wa kimalezi, lakini nakuweka kwenye nafasi nzuri sana ya kushirikiana na Mungu kwenye kile ambacho mtoto amebeba. Kwa sababu mbinguni wakijua walichokileta duniani kimepata kibali, kuna kitu kinaachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja nikusemeshe jambo la tatu hapa. Mbinguni wanapojibu sadaka, wanajibu kibali. Jesus. Mbinguni wanapojibu sadaka, wanajibu kibali. Nataka uelewe hichi kitu. Mbinguni wanapojibu sadaka, wanajibu kibali. Kuonyesha kukubalika kwa aliyepewa kubeba kusudi lake. Andika hiyo. Mbinguni wanapojibu sadaka, wanajibu kibali. Kuonyesha kukubalika kwa aliyepewa kubeba kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma vizuri kile kitabu cha Mathayo, ile sura ya 2 mstari wa 11, utaona mamajusi wakati wanapeleka zile, wanafungua hazina zao, Biblia inasema walitoa dhahabu, uvumba na manemane. Nasikia sasa vizuri. Wakati mbinguni wanapokea zile sadaka, kuna namna ambavyo wanajibu zile sadaka. Nisikilize vizuri. Nasema hivi, mbinguni wanapopokea sadaka, kuna namna ambavyo wanajibu ile sadaka. Kwa nini? Imeenda na mahitaji, imeenda na sauti ambayo inahitaji kujibiwa. Na ile mbinguni wanapopokea ile sadaka, wanasikia sauti kule ndani ya zile sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inaenda na sauti ngapi? Inaenda na sauti, haiendi tu na sauti ya aliyetoa sadaka, haijalishi ni mzazi au ni mtu aliyepewa kuona ile kusudi la Mungu liloko ndani ya mtoto, lakini inapoenda na ile sauti, inaenda na sauti ya aliyebeba kusudi, lakini na sauti ya aliyetoa sadaka, lakini na sauti na mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mbinguni wanapojibu sadaka, wanajibu kibali. Kwa nini? Kwa sababu zile sadaka zinapoachiliwa, zinapoenda mbinguni, zinajibiwa. Na mbinguni wanapoamua kujibu, wanajibu kibali. Kumbuka nilipokuambia ile point iliyopita, nilikwambia tunapoachilia sadaka huku duniani, tunawaambia mbinguni kwamba mlichokileta huku duniani, kusudi mloleta huku duniani limepata kibali. Kwa hiyo zinapoenda kule mbinguni, wanapoamua kujibu ile sadaka, na wao pia wanajibu kibali. Unasema kibali cha namna gani? Wanajibu kukubalika kwa kile kilichotolewa na yule aliyepewa kubeba kusudi la Mungu. Na mbinguni, maana yake mbinguni wanajibu kwamba tumemkubali huyo aliyebeba kusudi la Mungu, tumemkubali yule aliyepewa kubeba ile kusudi la Mungu, na sisi huku mbinguni tumemkubali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja nikusomee kile kitabu cha Kutoka 29 mstari wa 18. Wakati naendelea kumalizia pale, Kutoka 29 mstari wa 18. Kutoka 29 mstari wa 18. Kutoka 29 mstari wa 18. Biblia inasema hivi. Ule mstari wa 18. Biblia inasema hivi: nawe mteketeze kondoo mzima juu ya madhabahu, ili sadaka ya kuteketezwa
kwa ajili ya Bwana ni harufu nzuri, sadaka iliyosogezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaongelea habari ya sadaka iliyosogezwa kwa njia ya moto. Anasema ni harufu nzuri. Kwa nini? Ile harufu nzuri inawakilisha nini? Inawakilisha kibali. Ukisikia kwenye Biblia mahali anasema akasikia harufu nzuri ya kumpendeza wakati sadaka inatolewa, inamaanisha ile sadaka imepata kibali mbele za Bwana. Ile harufu nzuri inawakilisha kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikusemesha kwa habari ya sadaka walizokuwa wanatoa mamajusi. Zile sadaka walizokuwa wanatoa mamajusi, na zile sadaka walizokuwa wanatoa mamajusi zinapoenda kule mbinguni, nilikuambia walitoa zabihu, wakatoa uvumba, wakatoa na manemane. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikakwambia zile sadaka zina maana yake. Sadaka ya dhahabu ina tafsiri yake, uvumba ina tafsiri yake, manemane ina tafsiri yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka uone hichi kitu kitakusaidia sana. Na nilikusemesha uweze kuelewa. Ule uvumba ilikuwa ni sadaka, manemane ilikuwa ni sadaka, na ilikuwa ina tafsiri yake. Sasa zilipoenda mbinguni, Mungu anapozipokea anajibu duniani, na anapojibu zile sadaka anajibu kukubalika kwa aliyepewa kubeba kusudi la Mungu. Maana yake jibu la ile sadaka linapokuja linawapa wale watu wa duniani na duniani kujua ya kwamba yule aliyepewa kubeba kusudi la Mungu pia mbinguni amekubalika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasema kwa nini? Mbinguni wanapojibu sadaka uliyotoa kwa ajili ya ile kusudi la Mungu aliyobeba ndani ya mtoto, mbinguni na wao wanaweka kibali chao juu ya yule aliyepewa kubeba kusudi. Mbinguni wanaweka kibali, wanamvika vazi la kibali, wanaweka kibali juu ya yule mtoto cha kujulisha mahali popote anapoenda watu wajue kwamba mbinguni wamemkubali, mbinguni wamemkubali. Anavikwa kibali cha kimbingu, maana yake mbinguni wanaachilia kibali juu yake, ili duniani mpate kujua kwamba na sisi huku mbinguni tumemkubali. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Ndio maana sadaka zinapoachiliwa inaachilia kitu cha ajabu sana. Sasa ngoja nikuonyeshe kwenye ule mgawanyiko wa sadaka inaachilia kibali cha namna gani. Ile sadaka ya dhahabu ilipoachiliwa mbinguni, inaachiliwa mbinguni kwamba wamemkubali, au yule aliyepewa kubeba kusudi la Mungu amekubalika na mbinguni. Amekubalika kivipi? Amekubalika ili apate ule msaada ambao anatakiwa kupata kiuchumi, ule msaada anaotakiwa kupata kimaombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Amekubaliwa kupata huo msaada, amekubalika apate kibali cha kupata huo msaada. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hicho kibali kikishakuja ghafla, unaweza kufikiri ni kwa nini watoto wengine ambao amezaliwa, amesoma, ghafla wanatokea watu na anatakiwa akasome masomo, labda akasome nchi za nje, alafu ghafla wanatokea watu wanasema huyu mtoto tutamsomesha India, sisi tutamsomesha. Kila mtu, wanatokea watu wawili, kila mtu anasema mimi nataka nimsomeshe huyu mtoto, na wewe unaweza ukajikuta unashangaa sana, hawa watu mbona wanamgombania mtoto sana wakamsomeshe? Ni kitu gani hichi kimetokea? Kibali cha kimbingu. Mbingu imemkubali, imeachilia kile kibali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Na ghafla unasema wale watu wanaokuja kutaka kusomesha wanaitikia kitu gani? Wanaitikia utumishi wa kimalezi. Kwa sababu mbinguni wakiachilia kibali, Mungu wakijibu kwa kibali, kwa kukubali kile kusudi la Mungu liloachiliwa, ghafla kuna wito wa kimalezi unaachiliwa pale, ambao kile kibali kinafungua ya kwamba yule mtoto apate msaada wa kimalezi. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya,
Oh, haleluya. Haijalishi, nilitukwambia somo lililopita. Unajua watoto wetu, unajua kila mtoto amezaliwa na kusudi lake. Mungu amembebesha na kitu ambacho anatakiwa kuja nacho duniani. Kuna mahali Mungu anataka akasome. Kuna shule, kuna elimu anayotakiwa kufika. Sasa unaweza ukajikuta huko pale, ni mzazi na una hela kumpeleka anapotakiwa kwenda. Unajitahidi kufikiri, unasema ni kweli Mungu umempa ili kusudi na unahitaji akasome, lakini mimi sina hela. Unajua kibali mbinguni wakishafungulia kibali kisikusumbue. Biblia inasema wakati Mariam na Yusufu wanaambiwa, walipomaliza wale mamajusi kuondoka, malaika akatokea akamwambia mchukue mtoto nenda naye Misri. Ushikufikiria Misri na Bethlehem pana umbali kiasi gani? Maana yake alienda nchi nyingine, alivuka mpaka akaenda nchi nyingine. Maana yake ni kwamba kibali kiliachiliwa. Unasema kwa nini? Alikubalika kwenye nchi nyingine, alienda kule akapata msaada. Hatukuambiwa aliishi kwa nani, lakini tunachojua cha uhakika cha kweli kweli ni kwamba Yusufu na Mariam walikuwa wana ndugu kule Misri. Sijui kama walikuwa naye wakwenda kuishi, lakini Biblia inasema imenyamaza. Lakini najaribu kukusemesha, Misri iliwapokea. Unasema kwa nini? Kibali kiliachiliwa, kibali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka uelewe hichi kitu. Kila kibali ndani yake kilikuwa nini? Kilikuwa kinafungua wigo, kinapanua wigo wa kuitikiwa kwa utumishi wa kimalezi. Unasema kwa nini? Sikia nikwambie, ushie kuona kwenye mtaa mtoto amezaliwa, alafu mtaani kuna mtoto fulani anapendwa sana, yaani hata kama akikosea uwe na uhakika atashikiwa viboko, atachapwa, au mzazi wake atasemewa kwa mzazi wake mapema sana. Lakini sio watoto wote. Utakuta kuna mtoto fulani anatazamwa, anafuatiliwa kweli kweli. Hata kwenye familia tu unakuta kuna mtoto anafuatiliwa, akikosea atachapwa sana, mwingine ataachwa. Unasema kwa nini? Kibali cha kimbingu kikishashuka kinaingia mpaka pale mtaani, kiasi cha kwamba hadi mtaa unaitikia kwenye utumishi wa kumlea yule mtoto wa kimalezi, hadi mji unaitikia kwenye utumishi wa yule mtoto wa kumlea kimalezi, hadi taifa linaitikia kwenye utumishi wa kimalezi wa kumlea yule mtoto. Kandarapa shakorogosi kandaraba koria saka. Kwa sababu mbingu zikishaitikia kwa kibali, maana yake hicho kibali kinashuka kwenye mtaa, kinashuka kwenye taifa, kinashuka kwenye mji. Unasema hicho kibali ni kwa ajili gani? Ni kwamba hilo eneo, hicho kibali kilichoshuka, watu waweze kuitikia malezi kwenye ule mtoto. Kwa sababu wakikosea kibali, inakuwa ni ngumu sana watu kuitikia ule utumishi wa kimalezi kwa ajili ya kumsaidia kulea lile kusudi liloko ndani ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Unasema kwa nini? Kuna uhusiano kati ya malezi na kibali. Uko uhusiano. Ndio maana ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu nimekusemesha hapa, ili uweze kuconnect peke yako. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Mimi nimekusemesha hichi kitu ili uweze kuelewa kitu ambacho najaribu kusemesha. Unasema kwa nini? Ni ngumu sana kulea peke yako. Hata wewe mwenyewe hujaona, nenda shule kajifunze. Kakae na walimu. Ukikaa na walimu atakwambia kuna mtoto mwingine akifeli atachapwa. Wengine akiwasumbui hata kama akifeli. Mtoto anaweza akafeli shule, amekuja mpaka na ripoti nyumbani, wewe unaona amefeli, lakini shuleni kwao walimu hata akijawasumbua sana, lakini kuna mtoto mmoja amefeli, amechapwa viboko kweli kweli. Unasema kwa nini? Sikia, kibali cha malezi. Kwa sababu kile kibali cha kimbingu kikitokea, maana yake ni kwamba mbingu zinasimama kuhakikisha malezi, wale watu ambao wamekusudiwa kusaidia kwenye lile eneo la malezi wanaitikia. Iwe ni shuleni amepelekwa, iwe ni mahali popote ambapo amepelekwa, lile eneo ambalo amewekwa pale, watu wote wale waitikie utumishi wa kumsaidia yule mtoto kwenye eneo la malezi. Unajua malezi ni eneo pana sana. Unaweza ukasema peke yako, ukasema nitaweza peke yangu, lakini sio rahisi sana. Labda kama unakaa naye uko ndani peke yako, una shule ya kwako uko ndani, lakini kama una uhakika kwamba ataenda shule, atatoka nje kwenda kucheza na wenzie, ataenda mahali tofauti, uwe na uhakika hiki kibali cha mbingu lazima kiwe pamoja naye. Unasema kwa nini? Mbingu zifunguke juu yake, ili kusababisha mazingira yaitikie kwenye malezi ambayo Mungu anahitaji yapate. Mazingira yaitikie kushirikiana na mbingu kwenye eneo za kumlea yule mtoto. Mazingira yaitikie
yaitikie. Unasema kwa nini? Kibali cha kimbingu kikishaachiliwa kupitia ile lango la sadaka, mbingu zikafunguka juu ya yule mtoto. Maana yake ghafla yule mtoto anatembea kwenye mbingu zinamfungukia. Unasema kwa nini? Ili mazingira aliyopo yote yaitikie kwenye malezi ya yule mtoto, yaitikie kumsaidia kwenye eneo la malezi. Unasema kwa nini? Mbingu ziweze kushirikiana na mazingira na wale watu walioko kwenye wale mazingira kwa ajili ya kuhakikisha yule mtoto anapata malezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimesema angalau nikusemeshe hichi kitu, kitakusaidia sana. Unapoendelea kuunganisha ili kuweza kukusaidia kuachilia hizo sauti na kuconnect na hizo sauti za kimalezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiki ni kitu cha ajabu sana uweze kuelewa. Ndio maana nimekusemesha kwa habari ya harufu ya zabibu, harufu nzuri inayonukia ya sadaka. Unasema kwa nini? Kile kibali kikiachiliwa kinampa ile sadaka, inapoachiliwa maana yake inaachilia harufu nzuri. Unasema ili iweje? Ili mtoto anukie vizuri. Anapokaa na wenzie anukie vizuri mbele za Bwana. Harufu yake inukie vizuri mbele za Bwana. Unasema unaongea kitu gani? Sikia, anaweza akanukia vibaya. Akinukia vibaya maana yake ni kwamba ana kibali. Akinukia vizuri maana yake ana kibali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka uelewe hichi kitu, kitakusaidia sana. Ndio maana malezi yakishalishwa kibali, yakishashibishwa kibali, inawapa watu kuitikia kwenye malezi. Malezi yakishakosa kibali ndani, yanakosa mwitikio, inashindwa kuweka influence, kuweka msukumo wa watu kuitikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasema kwa nini? Kwa sababu sadaka kazi yake mojawapo inalisha malezi kibali. Unasema kwa nini? Ili malezi yashibe kibali. Ndio maana kibali kikijaa ndani ya malezi, maana yake ni kwamba ule utumishi unakuwa mwepesi sana. Unasema kwa nini? Kwa sababu utumishi wowote ukikosa kibali ndani yake, inakuwa ni ngumu sana watu kuitikia kwenye ule utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasema kwa nini? Kwa sababu mtoto wako, ile kusudi la Mungu liweze kulelewa, linahitaji ndani yake lilishwe malezi. Unasema linalishwa kwa njia gani? Kwa njia ya sadaka. Ndio maana sadaka inapoachiliwa, mbingu zinapojibu sadaka, zinajibu kibali. Na kile kibali kinaenda wapi? Kinaenda kwenye malezi. Kinaenda moja kwa moja kwenye malezi. Bwana Yesu asifiwe. Inaenda kwa mtoto, inaenda na kwenye malezi ya yule mtoto. Unasema kwa nini? Ili yafunike. Haleluya. Mungu wangu akubariki sana, na Mungu wangu akutunza sana. Unapoenda, nataka nipate nafasi ya kuomba pamoja na wewe. Lakini kitu kimoja hapo ambacho nataka niombe na wewe mahali uliko, nataka nimshukuru Mungu pia kwa ajili yako, lakini pia nikuombee kwa Mungu akufungulie tena neema ya kupokea wito huu na mwaliko huu wa kuachilia sadaka katika mtazamo huu, ili Mungu apate kuachilia kibali, apate kumimina kibali kwenye eneo la malezi. Funika macho yako nipate kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti roho, ninakushukuru Mungu muumba mbingu na nchi, wewe uketie mahali pa juu sana palipoinuka. Asante Mungu kwa uaminifu wako. Asante Mungu kwa nguvu zako za ajabu. Bwana, sifa na utukufu na heshima na enzi vyote ni vyako Bwana. Ninakushukuru Mungu kwa uaminifu wako. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya yule ambaye Mungu amepata nafasi ya kusikia. Bwana, ninaomba Mungu wangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti roho, umrehemu mtoto wako Mungu mahali ambapo Mungu hakujua Bwana namna ya kufungulia malango ya kibali kwenye eneo la malezi, ili yule mtoto, ili lile kusudi popote anapoenda apate msaada wa kimalezi, apate kibali, ili Mungu aweze kupata msaada wa kimalezi. Mungu wangu, ninaomba toba kwa kutokujua. Ninaomba toba Mungu kwa kutokuitikia kwake Bwana. Mungu wangu, ninaomba Bwana umfungue Bwana
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ili Mungu aweze kupokea na kuitikia wito huu wa kimalezi, Bwana. Wito huu Mungu wa kuachilia sadaka Bwana, ili apate msaada wa kimalezi kwa ajili ya kusudi la Mungu ambalo Bwana umeweka ndani yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu wangu kwa kuwa Bwana umenisikia. Bwana, umuongoze mtoto wako anapoenda kuachilia ile sadaka kwenye ile madhabahu. Bwana umuongoze Bwana, ili Mungu Bwana malango ya kibali yakapate kufunguka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, uwe pamoja naye Mungu wangu na kumsaidia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu wangu akubariki sana na Mungu wangu akutunze. Ikiwa una jambo lolote lakini una mahali ambapo unapita na ungehitaji tupate nafasi ya kuomba pamoja na wewe, unaweza ukatushirikisha jambo lako kupitia namba za simu ambazo utaziona hapo zimeandikwa, lakini pia kupitia akaunti yetu ya YouTube unaweza ukaandika pale, au ukatuma ujumbe wa simu kupitia namba za simu ambazo utaziona hapo, au unaweza ukatupigia simu pia. Unaweza ukapata nafasi hiyo ukatujulisha kitu gani, lakini tukapata nafasi ya kuomba na wewe katika jambo hilo ambalo unapitia, mahali ambapo unahitaji msaada. Mungu wangu akubariki sana na Mungu wangu akutunze mpaka tutakapokutana wakati mwingine, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.